Niwaalike tupate tafakari iliyo na kichwa kinachosema Galilaya yatukuzwa. Galilaya yatukuzwa. Galilaya yatukuzwa. Tunaishi kwenye dunia ambayo ni rahisi kubezwa, ni rahisi kupuuzwa, ni rahisi kuonekana wewe sio kitu. Nakumbuka wakati fulani niliwahi kuitwa mahali fulani kwenda kwenye juma la uwakili, ikiwa ninachunga mtaa wa Kamanga. Lile kanisa lilikuwa ni kanisa kubwa, miongoni mwa makanisa makubwa katika jimbo hilo. Hilo nalo lilikuwa ni kanisa kubwa, ndiyo iliyokuwa kama mboni ya jicho la jimbo hilo. Nilipopitishwa kwamba napaswa kwenda, nikapigiwa simu na mkurugenzi mmoja, anasema, kiona umeitwa kwenda hapo, maana yake tumefikiri sana, kwa hiyo tunakuombea na tutakuwa tunakufuatilia. Mungu ni mwaminifu. Amen. Hajawahi kuwaaibisha watu wake. Amen. Kwa hiyo mimi nikafanya kile nilichoweza kufanya. Siku ya Sabato, wakati watu wanatoa shukrani za kuagana hapo, ndipo mchungaji wa lile kanisa akasema, kumbe hata Kamanga wako wachungaji. Amen. Kwa hiyo ni kama kwamba inakwambia kwamba kuna maeneo ambayo hayatarajiwi katika historia za watu, ya kwamba wanaweza wakatokea watu wazuri wa maana katika hiyo eneo. Galilaya yatukuzwa. Wakati wa huduma ya Yesu Kristo hapa duniani, Palestina ambayo ilikuwa ni Israeli ilikuwa imegawanywa katika maeneo makuu matatu, na yanaweza kuwa manne. Eneo la kaskazini liliitwa Galilaya. Eneo la katikati liliitwa Samaria, na eneo la kusini liliitwa Yudea. La nne ni mashariki ya mto Yordani, liliitwa Pelea. Sasa eneo hili la Galilaya liliundwa na miji kama ya Korazini, Kapernaum, Magdala, Tiberia, Nazareti, Kana
na Naini. Hiyo ni miji baadhi iliyounda maeneo ya mkoa wa Galilaya. Kumbuka kichwa kinasema Galilaya yatukuzwa. Wakati wa mfalme Suleimani, kwa namna ambavyo Galilaya ilikuwa duni, ilikuwa dhaifu, ilikuwa ya hovyo, ilikuwa eneo lisilosaminika. Wakati mfalme Hiram wa Tiro alipompatia Suleimani zawadi za ujenzi wa hekalu, na Hiramu akaja kumtembelea. Halo, hivi ingelikuwa ni katika nchi yetu ya Tanzania, ya kwamba wewe ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amekuja rais, uende tuseme hata wa Kenya kukutembelea, alafu ukasema ni mkoa upi ambao unaweza ukawa unaboa, unasema huwa uweze hata ukawa Tanzania, tuwagawie tu huwa uchukue. Msinijibu ni mkoa upi. Halo msomaji, katika kitabu cha Wafalme kwa kabla kusoma kitabu cha Wafalme wakati wana wa Israeli wanaingia katika nchi ya Kanaani, sehemu ya Galilaya ilikaliwa na makabila ya Naftali, makabila ya Zabuloni na Asheri. Hayo ndio yaliyokuwa yanakaa maeneo ya Galilaya. Sasa wakati Hiramu amemtembelea Suleimani, Suleimani alimpatia zawadi. Yaani mtu amekuja kukutembelea, unaona hili eneo halina maana. Msomaji, funua Biblia. Hawa watu hawajaelewa. Wafalme wa kwanza sura ya 9 fungu la 11 mpaka la 13. Wafalme wa kwanza 9 fungu la 11 mpaka 13. Neno la Bwana linasema, nasemaje? Basi Hiramu mfalme wa Tiro alikuwa amemletea Suleiman mierezi na miberoshi, ndio, na dhahabu, ndio, sawa sawa na haja zake zote. Ndipo mfalme Suleiman akampa Hiramu miji 20 ndio ya nchi ya Galilaya. Akampa miji 20 ya nchi ya Galilaya. Endelea mpaka fungu la 13. Naye Hiramu akatoka Tiro. Hiramu akatoka Tiro kuitazama hiyo miji Suleimani aliyompa. Hiyo miji 20 ya Galilaya ambayo Suleimani alikuwa amempa. Wala haikumpendeza. Hiyo hata huyo aliyepewa zawadi haikumpendeza. Akasemaje? Miji gani hii? Hii ni miji gani ulionipa ndugu yangu? Ulionipa rafiki yangu. Akaita nchi ya kaburi. Akaita nchi ya kaburi. Hata leo. Hata leo. Galilaya yatukuzwa. Amen. Yaani hata aliyepewa zawadi naye akaikataa. Galilaya inaonekana ya hovyo. Si mliwahi kusikia hata wakuu wanaimba zawadi ni zawadi, ukipewa chukua, iwe kipande cha muogo chukua, iwe ni kokoto za kaka. Sasa huyu anakataa inchi miji 20 kwa namna ilivyokuwa ya hovyo, akaikataa. Si tu ya, unajua hata viongozi wa dini waliokuwapo nyakati za Yesu waliiona Galilaya kuwa ni ya hovyo na hakukuwa na tarajio la mtu wa maana kuweza kutokea Galilaya.
Katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza fungu la 40 mpaka 46 msomaji. Kumbuka ni Galilaya yatukuzwa. Galilaya yatukuzwa. Msomaji. Yohana 1:40 anasema mpaka 46 ndio. Andrea nduguye Simon Petro. Andrea nduguye na Simoni Petro alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana na kumfuata Yesu. Huyo akamwona kwanza Simoni. Ndugu yake mwenyewe. Ndio. Akamwambiaje? Tumemwona Masihi. Maana yake Kristo. Ni Kristo. Akampeleka kwa Yesu. Ndio. Na Yesu akamtazama akasemaje? Wewe u Simoni. Wewe ni Simoni mwana wa Yohana. Nawe utaitwa Kefa. Tafsiri yake Petro au jiwe. Sawa. Siku ya pili yake alitaka kuondoka kwenda Galilaya. Sawa. Naye akamwona Filipo. Yesu akamwambia nifuate. Naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Ndio. Filipo akamwona Nathanieli. Akamwambia tumemwona yeye aliyeandikwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Sawa. Nathanaeli akamwambia laweza neno jema kutoka Nazareti? Yawezekanaje neno jema kutoka Galilaya? Filipo akamwambia njoo uone. Galilaya yatukuzwa. Yawezekanaje neno jema kutoka Nazareti ambayo ni Galilaya? Hakuhitaji maelezo mengi. Jibu ni njoo uone. Hakuishia Nathanaeli kuonyesha ya kwamba Galilaya lilikuwa ni eneo lililopuuzwa. Hakuishia kwake. Hata viongozi wa dini waliokuwa na dhamana bado waliona Galilaya kuwa ni ya hovyo, ambako hakuwezi kukatokea kitu chema. Haya kitabu cha Yohana msomaji sura ya 7 fungu la 37. Kanyaga kwa kasi maana ni mafungu mengi na lazima yote tuyasome mpaka fungu la 53. Yohana 7:37. Anasemaje? Jina la Bwana linasemaje? Hata siku ya mwisho ya sikukuu ya makambi. Yesu akasimama akapaza sauti yake akasemaje? Mtu akiona kiu aje kwangu anywe. Kama vile maandiko yasemavyo, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambayo wale wamwaminio watampokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Basi wengine katika mkutano walipoyasikia maneno hayo walisema, hakika huyu ndiye nabii yule. Wengine walisema, huyu ndiye Kristo. Wengine wakasema, je, Kristo atatoka Galilaya? Andiko alikusema ya kwamba Kristo atoka katika uzao wa Daudi na kutoka Bethlehem, mji ule aliyoukaa Daudi. Ndivyo maandiko yanavyosema. Basi kukaingia matengano, wakafarakana katika mkutano kwa ajili yake. Baadhi yao wakataka kumkataa. Baadhi yao wakataka kumkamata. Lakini hakuna mtu aliyenyosha mkono yake ili kumshika. Basi wale watumishi wakawaendea wakuu wa makuhani na Mafarisayo, nao wakawaambia, mbona hamkumleta? Wale watumishi wakajibu, hajanena kamwe mtu yeyote kama huyu. Jamani, hatujawahi kusikia mtu ananena kama huyu anavyonena. Basi Mafarisayo wakajibu wakasemaje? Je, ninyi nanyi mmedanganyika? Na nyinyi mmedanganyika? Ni nani katika wakuu amwaminie au katika Mafarisayo? Lakini makutano hawa wasiofahamu Torati wamelaaniwa. Hawa wamelaaniwa. Akawaambia,
akawaambia Nikodemo, naye ni yule aliyemwendea zamani. Sasa Nikodemo alikuwa ni mwanazuoni, naye akaingilia hiyo kesi, maana ni mmoja wao. Je, Nikodemo akawaambia, je, torati yetu umhukumu mtu kabla ya kumsikia kwanza na kujua atendavyo? Wakajibuje? Wakamwambia, je, wewe nawe umetoka Galilaya? Umetoka Galilaya? Tafuta ukaona ya kuwa kutoka Galilaya au kutokea nabii. Galilaya alitokea kwa mtu yupi wa maana? Tafuta. Nabii yupi miongoni mwa manabii aliyetoka Galilaya? Nikodemo. Na wewe ni Mgalilaya na usomi wote huu. Galilaya yatukuzwe. Amen. Watakatifu wa Bwana, ninamleta Yesu Kristo katika maisha yako, anayeweza kukuinua kutoka kudharauliwa ukawa mtu wa kuheshimika. Amen. Hata tukiishia tu hapa. Endelea. Jamani, umedanganyika na wewe. Chunguza sasa uone ni mtu yupi wa maana aliwahi kutoka kwenye ukoo huo. Tunaujua huo ni ukoo wa Warabangi, ukoo wa watu wachawi, ukoo wa watu wasio na mbele wala nyuma, wakokozi. Halafu unakuja unatuambia diwani anaweza akatoka kwenye huo ukoo. Habari njema ninayoleta kwako, yuko Yesu anayeweza kukufanya kuwa wa maana. Amen. Sasa hili eneo la Galilaya lililodharaulika, lililokataliwa, lililoonekana la ovyo, huko ndiko Yesu Kristo alikofanya miujiza mingi na maajabu. Amen. Na Isaya, ona alivyokuwa ametabiri juu ya habari ya Galilaya. Ni kitabu cha Isaya sura ya 6 fungu 9. Isaya 9 fungu la kwanza na la pili. Huu ni unabii wa Isaya aliyokuwa ameutabiri kuhusiana na habari za Galilaya. Galilaya, Biblia inasemaje? Lakini yeye aliyekuwa katika dhiki hata kosa changamko. Yeye aliyekaa katika dhiki hata kosa changamko. Hapo kwanza aliingia nchi ya Zabuloni. Anapozungumza walio katika hali ya dhiki, anazungumzia nchi za Zabuloni na nchi ya Naftali. Katika hali ya kudharauliwa. Lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu. Haleluya. Njia ya bahari. Karibu na njia ya bahari. Mambo ya Yordani. Galilaya ya mataifa. Haleluya. Endelea msomaji. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru. Sasa wameona nuru. Wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangazia. Haleluya. Huo ndio unabii wa Isaya aliyokuwa ameuzungumza, namna huduma ya Yesu Kristo ambavyo ingekuwa ya maana, ambavyo ingewainua, ambavyo ingewaheshimisha watu wa Galilaya waliodharaulika, waliokataliwa, walioshushwa. Watu wa Galilaya, hata zungumza yao tu haikuwa ya maana sana, ile aksenti yao. Ndio hata maana Petro wakati Yesu amekamatwa, ile tuzungumza ili mtambulisha kwamba huyu ni Mgalilaya. Yaani ni kama wale Waswahili. Hebu niwaulize hata nyinyi wenyewe, yaani umchukue yule Msukuma mwenyewe, alafu umchukue na Muha, alafu umchukue na Muhaya, alafu aongee Kiswahili. Kiswahili cha nani kitakuwa inakwambia ndugu yangu. Kwa hiyo hata tu ile zungumza yao
ili watambulisha kabisa hawa ni wa Galilaya. Galilaya walikaa wauni, walikaa wana mirungi. Ndio maana wanaambiwa Yesu amezaliwa Nazareti, anasema wewe wapi? Masia azaliwe kwa wauni hao. Wale vibaka. Unajua leo tunakaa katika dunia ambayo ni rahisi kupuuzwa eti tu kwa sababu hata hujui Kiingereza. Halo. Kiingereza. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa utimilifu wa unabii wa Isaya, Mathayo anaandika, Mathayo 4, msomaji, sura ya fungu la 12 mpaka 17. Anasema kitabu cha Mathayo sura ya 4 fungu la 12 mpaka 17. 4:12, neno la Bwana linasema. Inasemaje? Basi Yesu aliposikia ya kwamba Yohana amefungwa. Sasa hapo ni Yesu ameanza kazi yake. Alikwenda zake mpaka Galilaya. Yesu akaenda mpaka Galilaya. Akatoka Nazareti. Akaja akakaa Kapernaum. Mji ulioko pwani. Mpakani mwa Zabuloni na Naftali. Ili litimie neno lililonenwa na Haleluya. Kisemaje? Nchi ya Zabuloni na Naftali. Njia ya bahari ng'ambo ya Yordani. Walio katika njia ya bahari. Ndio. Galilaya ya mataifa. Watu wale waliokaa katika giza. Wameona mwanga mkuu. Nao waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti. Ndio. Mwanga umewazukia. Haleluya. Galilaya yatukuzwa. Unajua nikwambie, ni Galilaya ambako Yesu alipoa timu ya wanafunzi aliowakabidhi kuendeleza kazi yake aliyoianza. Watu wa kawaida, wakokozi, wasio na heshima, wasio na elimu, lakini kwa sababu yeye ana uwezo wa kuvipatia heshima visivyo na heshima, huko ndiko alikokwenda akatoa watu. Amen. Akatoa watu. Amen. Wakokozi. Amen. Haleluya. Amen. Akawafanya kuwa wa maana. Amen. Na ndio maana utaona baada ya Pentekoste walipokuwa wamejawa na Roho Mtakatifu, hawa wakokozi, hawa wasio na elimu, hata watu waliokuwa pale walipowasikia wakisema habari za Yesu, wakasema hawa tunaowasikia sio wa Galilaya, matendo makuu ya Mungu. Amen. Amen. Usiku wa leo nikutie moyo. Yaweza kuwa ni ukoo uliozaliwa, hauna jina, haujulikani, hauna heshima. Yesu anaweza kukuheshimisha. Amen. Yawezekana ni hali yako ya uchumi imekufanya uwe duni. Hata kama mkikaa mahali fulani una pointi nzuri kiasi gani, watu walishakuona wahovyo. Nataka nikwambie, yuko Yesu katika hilo anayeweza kukuheshimisha. Amen. Yawezekana ni hali yako ya kukosa watoto, umenyanyaswa, umeona wahovyo, umekimbiwa, umefanyiwa ya ajabu. Usiku wa leo ninakutangazia katika mikutano hii, yupo Yesu wa Nazareti anayeweza kubadilisha giza ikawa nuru, anayeweza kubadilisha mauti ikawa uzima. Watu wale waliodharaulika wakapewa heshima. Huyo ndiye ninayemleta kwako usiku wa leo. Mpokee awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amewaheshimisha wengi, atakuheshimisha nawe pia. Amewasaidia wengi, atakusaidia na wewe pia. Wale walioingia katika mahusiano na huyu Yesu bila kujalisha hali zao za nyuma zilikuwa za ovyo kiasi gani, wanapompokea, Biblia inatuambia katika kitabu cha Yohana sura ya 1 fungu la 12, msomaji. Kitabu cha Yohana sura ya 1
Yohana 1:12 anasema, anasemaje? Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale walioaminio jina lake. Sikiliza nikwambie, waliompokea aliwapa uwezo. Usipopokea hauna uwezo. Inaeleweka? Na tena sio uwezo wa kawaida. Hili neno uwezo halo, linaitwa exousia, neno la Kigiriki. Exousia ni neno ambalo limetafsiriwa katika Mathayo 28 kwamba limetafsiriwa kama mamlaka, authority, uwezo, ambao huu ni uwezo ambao Adamu aliupoteza baada ya kuwa ametenda dhambi na kusalimisha mamlaka aliyokuwa amepewa mikononi mwa Shetani. Yesu alipokuja, alikuja kukomboa na kurejesha vile Adamu alivyopoteza. Waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Jioni ya leo ninahitaji kukwambia wale waliompokea Yesu Kristo, bila kujalisha historia ya maisha yao ya nyuma ilikuwaje, walipewa uwezo wa kuingizwa katika familia ya Mungu. Yohana wa kwanza analithibitisha hilo, analisema katika kitabu hicho. Yohana wa kwanza, msomaji, sura ya 3 fungu la kwanza, anasemaje? Yohana wa kwanza sura ya 3 fungu la kwanza. Tazameni ni pendo la namna gani aliyotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, kwamba sisi tulio wahovyo eti tunaweza tukafanywa kuwa wana wa Mungu. Na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui, kwa kuwa haukumtambua yeye. Ndio. Endelea. Fungu la pili anasema, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado ndio tutakavyokuwa, lakini tunajua ya kuwa kwamba atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Bwana asifiwe. Hawa wanaompokea hawafungwi na kushindwa kwao kwa siku zilizopita. Amen. Mungu hafungwi na historia yako, hafungwi na familia unayotoka, hafungwi na ukoo na tamaduni, hafungwi. Amen. Aliwabadilisha akina Mariamu Magdalena kutoka kwa makahaba wakawa watu safi. Amen. Aliwabadilisha akina Rahabu kutoka kwa makahaba wakawa bibi zake Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Bibi wa Yesu, kahaba. Na tena hatufahamuka jina la baba yake Rahabu, ila alikuwa tu anafahamika kwa kazi yake, Rahabu kahaba. Haitwi Rahabu Magembe, Rahabu kahaba. Basi labda wewe umesomako, baba yake Rahabu alikuwa anaitwa nani? Lakini nataka nikwambie, Rahabu aliyekuwa wahovi alipojisalimisha kwa hii neema ya huyu Yesu Kristo, anaandikwa kwenye kitabu cha Ruthu kuwa ndiye bibi yake na Yesu. Amen. Na unajua huu ukoo wa Yesu una vituko. Ukoo wa Yesu una watu walio na historia ya ovyo, ya ajabu. Eti akina Yuda aliyelala mpaka na mkamana na yuko kwenye ukoo wa Yesu. Halo, akina Yakobo waliotapeli haki ya kuzaliwa yuko kwenye ukoo wa Yesu. Akina Ibrahimu, unajua nyinyi Ibrahimu huwa mnamsoma tu upande wa baba wa imani, lakini naye alikuwa na majoka yake. Naye yumo. Halo, akina nani? Akina Daudi
waliozina kina Beersheba mpaka wakaua huko kwenye ukoo wa Yesu. Ni watu wa majanga. Yaani huu ukoo ni ule kusanya yeyote tu anayetaka mama ingia. Ukishaingia tu unafanywa kuwa chombo kinachofaa cha heshima. Amen. Nataka nikutie moyo, usikatishwe tamaa na hali unayoipitia. Amen. Yuko Yesu anayeweza kukukarabati ukawa chombo cha heshima. Amen. Siku wa leo mwamini huyu Yesu. Yeye ni fundi stadi, ana uwezo wa kupiga landa, ana uwezo mahali pa kugonga nyundo ukatoka kama lilikuwa ubao limejihorogoma, ukatoka ukiwa ni kabati safi. Haleluya! Huyu ndiye ninayempendekeza kwako. Anaweza kukutengeneza, anaweza kuirudisha heshima yako, anaweza kukupatia hadhi. Amen. Mwinjilisti, wewe hii hadhi ulionayo leo ulikuwa nayo? Hapana, hata kidogo. Sisi nikukuta hapo unahangaika na uduvi. Leo unasimama, unasema jambo, wanasema kuna mtu wa Mungu hapa. Amen. Kuna wengine alikotuokota. Tukiamua kusema hapo unasema ya makayo. Na kupendekezea rafiki yangu, usijione mnyonge. Ni kweli unaweza ukawa unaishi katika maeneo ambayo kila kitu kiko hovyo, Galilaya, lakini yeye anaweza kukufanya kuwa chombo cha heshima. Amen. Usiku wa leo huyu ndiye ninayekupendekezea, enda naye. Amen. Kumbatie. Amen. Atakuinua. Amen. Hata kama umechafuka kwa dhambi, ana uwezo wa kukusafisha. Amen. Hata kama umechafuliwa na skendo, ana uwezo wa kukutetea. Amen. Nenda naye, Galilaya yatukuzwa. Simama tuombe. Simama tuombe. Simama tuombe. Simama tuombe. Baba wa mbinguni, Mungu mtakatifu, kwenye mkutano huu, na huenda wengine wanatusikiliza wakiwa mbali, wamezaliwa katika familia ambazo ni duni, ni za hovyo kabisa, hazina historia, hazina mwelekeo, lakini wewe umejitambulisha kuwa ni Mungu usiyefungwa na historia ya mazingira aliyozaliwa mtu. Kweli kuna wengine kwa sababu ya hali duni ya maisha tumedharaulika, tumepuuzwa, hata makanisani, hata kwenye jamii. Baba, asante kwa ajili ya somo hili, ya kwamba ni wewe unayeweza kufanya kazi katika eneo lililokataliwa na kudharauliwa, ukatoa kitu cha maana. Ni wewe unayeweza kuingia katika maisha ya yule binti anayeteseka, anayepambana, na kwa sababu ya mtindo wake wa maisha thamani yake imepotea. Amekuwa ni mtu wa hovyo, sasa ni kahaba, sasa ni changudoa. Eti neno lako umesema unaweza ukamtengeneza akawa ni chombo cha heshima, akawa ni mama aliyeshika familia, akawa ni baba atakayekuwa na familia. Eti baba, yule baba, eti Yesu, yule baba ambaye sasa pombe imemshusha hadhi, hata mke amemkimbia, hata watoto wameparaganyika, anakabiliwa na msongo wa mawazo, heshima yake imepotea, imeshuka. Eti hata huyo naye unaweza ukamfanya wa maana, unaweza ukamfanya kuwa baba bora, unaweza ukamfanya kuwa mume bora. Ninakuomba Baba, katika rehema yako, hii mikutano iwe ni ya mtu fulani aliyeonekana kudharauliwa kama Galilaya, thamani yake ikaonekane sasa. Amen. Baba, thamani yake ikapande. Amen. Baba, heshima yake ikarudi. Amen.
wanaokupokea unawapa uwezo wa kufanyika watoto wako. Ninaomba katika kambi hili tupatie huo uwezo wa kufanyika watoto wako. Baba, tufanye kufanyika watoto wako, sura yako halisi ikaonekane sasa, na watu waliotufahamu ya kwamba Murumo haliwezi likatoka neno jema, ya kwamba kijiweni hawawezi wakatoka watu wa maana, mpaka watu wakashangae kwamba jamani, hao tunaowaona sio wasabato wa Murumo, sio mama fulani aliyekuwa anajiuza mahali fulani, kama walivyoshangaa kwenye Pentekoste. Hao tunaowasikia sio wa Galilaya. Matendo makuu ya Mungu, huo ndio tunaotaka uwe ushuhuda wa mtu fulani kwenye kambi hili. Amen. Baba, watu wakimuona waseme jamani, fulani naye ameacha pombe. Kwa kweli Mungu yupo. Amen. Huo ushuhuda ndio tunaotaka. Karabati mtu mmoja hapa, shughulika naye. Amen. Baba, huyo shughulika naye. Amen. Ili kambi unaweza tu kama umelileta kwa mtu mmoja. Huyo mimi naomba Baba, huyo usiruhusu kambi hili likaisha bila kubadilishwa. Asante. Tunapokwenda kulala, tunaomba ukatupatie pumziko jema. Amen. Baraka zako ziko pamoja nasi. Amen. Kesho tena tulete katika mikutano hii wageni wetu walioko njiani, bado tunawaombea wapatie safari njema. Baba, kesho alika watu mahali hapa pakafumukane watu. Amen. Maana huu ni mkutano wako, mamia kwa makumi wakabatishwa. Amen. Baba, huu ni mkutano wako, itukuze kijiweni, itukuze Murumo. Amen. Itukuze Nyakahako. Amen. Itukuze Chifumfu na kila mahali kwa utukufu wa jina lako, kwa jina la Yesu, amina. Amen.